Tutaanza na Mheshimiwa Zahoro Mohamed Haji, atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Alfred James Kimea. Mheshimiwa Maimuna Salum Mtanda ajiandae. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ya kuwa mchangiaji kwenye wizara hii. Sasa naomba nianze kwa sababu ya umuhimu wa muda. Kwanza naomba kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nampongeza kwa sababu ya kazi yake kubwa ya kuhakikisha kwamba analinda na anadumisha mahusiano yetu na jumuiya za kanda na jumuiya za kimataifa. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini kama tulivyosema kwenye taarifa, tunamshukuru kwa kuzindua sera hii ya mambo yetu ya nje kwa sababu ndio kioo. Kule nyuma kama kamati tuliwahi kusema kwamba wizara hii ndio kioo, na ili kiwe kioo lazima sera zake ziwe vizuri na ziwe zinatambulika ndani na nje, kwa sababu hapa ndipo tunapohukumiwa. Tunahukumiwa kwa mazuri na mabaya kwa kutumia wizara ya mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa. Nawashukuru sana. Lakini naomba nishukuru wizara ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Waziri Mahmud kwa sababu imeongeza thamani na imetuongezea thamani kama taifa, kwa sababu sasa inafanya kazi zake ipasavyo. Tunakushukuru sana. Lakini vile vile naomba kuiomba wizara hii iendelee na kazi zake, hasa kwenye kudumisha suala la diplomasia ya uchumi, kwa sababu diplomasia ya sasa ni uchumi. Bila ya uchumi manake tuko mbali. Lakini vile vile kuendeleza sera ya kutunza marafiki zetu, kwa sababu kudumisha marafiki ni kazi kubwa, ni gharama. Na marafiki hawa hata kama wana changamoto, ni vyema tuendelee kufanya nao kazi, kwa sababu bila ya marafiki manake sisi tatizo linakuwa kwetu. Lazima tuwadumishe marafiki. Lakini kwa maana hiyo Mheshimiwa, ningeomba sasa, na ningeomba kuwapa changamoto hasa mabalozi wetu, kwa sababu mabalozi wetu ndio vioo vyetu huko duniani. Ningewaomba kwanza wao wenyewe wawe vinara kwenye kuchangamkia diplomasia ya uchumi, na wao ndio waweze kusimamia, kwa sababu bila ya wao manake ufahamu wa nje na ndani juu ya sera hii itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo wachangamkie, kwa sababu Mheshimiwa Waziri, inawezekana unajua au hujui, lakini tunahisi wako mabalozi wenzetu wengine kama vile wamekata tamaa, kama vile hatuwaoni, kama hawahusiki na mambo ya Kitanzania, kama wanafanya mambo yao tu kama wao wenyewe. Mheshimiwa Waziri, ningekuomba sana wahimize mabalozi wetu hawa kwamba wafanye kazi yao ya kibalozi na wafanye kazi tulizowatuma kama mabalozi. Nakuomba sana Mheshimiwa. Lakini jengine kwenye hilo, ningewaomba wafanyabiashara wetu wa nje na ndani watumie opportunity hizi, kwa sababu pamoja na kwamba wizara inafundisha, pamoja na kwamba na mabalozi wengine wanafundisha, lakini bado nafasi hizi hatujazichangamkia. Kwa hiyo ningewaomba sana wafanye kazi, wafanye biashara ya kuchangamkia nafasi hizi, kwa sababu zipo, kwa sababu jumuiya zetu zimetoa nafasi nyingi, zimetoa opportunity nyingi, lakini bado hatujazichangamkia. Na waomba sana. Lakini kuliko hayo Mheshimiwa Waziri, ningeomba sana, sasa tunakoelekea diplomasia yetu inakwenda kuimarishwa kwenye mambo ya uchumi. Tufanye kazi ya kuhakikisha kwamba ndani tunafundisha zaidi, wananchi wanaelewa zaidi, lakini hata wenzetu wa nje wanaelewa zaidi kwenye hili. Ningeomba sana. Mwisho kuliko wote Mheshimiwa, naomba nichukue nafasi hii kupongeza. Nimesoma kwa haraka, nimesoma rafiki yetu, kaka yetu Mheshimiwa Ruto akituomba radhi wananchi sisi, lakini naomba sana na sisi tunapokea kwa sababu hakuna binadamu aliye mkamilifu. Sasa inawezekana na sisi tunalo tatizo, lakini ndio binadamu, tusameheane ili maisha yasonge, kwa sababu binadamu lazima tukoseane. Kwa hiyo ningeomba sana kwamba pale ambapo na sisi kama taifa, kama bunge tumejikwaa ndio maisha, lakini ukweli kwamba tunahitajiana kama mataifa rafiki. Tunahitajiana kama Tanzania na Kenya, lakini tunahitajiana kama mataifa yaliyo pamoja.
na hatuwezi tukafanya kazi bila ya kuwa na changamoto. Hizi ni sehemu ya changamoto kubwa kuliko yote. Tulipofika tuchore mstari ili taifa lisonge, kwa sababu hatuna nafasi ya kurudi, tunahitaji kusonga mbele. Mheshimiwa Spika, naomba sana kwa heshima na taadhima niipongeze sana kamati yetu, niipongeze wizara kwa sababu kazi ni kubwa na wizara imefanya kazi nyingi, lakini niipongeze sana serikali kwa sababu kwenye bajeti za maendeleo tumefika zaidi ya 80% na maeneo mengine tumefika zaidi ya 100%, na bahati nzuri kuna wakandarasi wengine tunawadai kazi, hela serikali imetoa. Naishukuru serikali kwa kuelewa, naishukuru serikali kwa kusikia, na imesikia kilio cha kamati, na kwa kweli imetekeleza kuliko matumaini yetu tuliyotegemea. Kwa hiyo naomba sana hili liendelee, kwa sababu bila hivyo manake ni kwamba maendeleo tutakuwa tunarudisha nyuma. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri, simamia hili, na kwa sababu sisi kama sehemu ya kamati na wewe kama mjumbe wa kamati, na kuomba sana usimamie ili Tanzania iendelee kusimamia na kuongoza kwenye jumuiya hizi, lakini na jumuiya za kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa